Akamwambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Kwa hiyo Yesu anawaambia kile kilichotokea, ya kwamba ilipaswa itokee, maana ilitabiriwa mahali. Kwenye mstari 27 anaonyesha ilitabiriwa wapi. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa Yesu anaanza kuchambua maandiko, kueleza habari zinazomhusu yeye mwenyewe katika kufa na kufuka kwake. Kwa hiyo aliwaeleza mambo gani? Huwezi kuona haraka mpaka uende kwenye mstari inayofuata, hasa kwenye mstari wa 44 alipokutana na wanafunzi wake wengine wale 11. Kisha akawaambia, mstari wa 44, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa Yesu anasema kuna mambo ambayo yametimia kwenye kufufuka kwangu, ambayo iliandikwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Kwa hiyo ni habari gani hiyo ambayo imetimia? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ukiangalia neno akawafunulia akili zao pale, neno la Kigiriki dianoigo, kuweka ufahamu kwa mara ya kwanza. Ni kama vile mtu ambaye hajawahi kuelewa kitu anasema aha, siku hiyo. Maandiko yanazungumziwa hapa ni Mwanzo mpaka Malaki, kwa sababu ndio kitabu ambacho kilikuwa kinatumika wakati huo. Mstari wa 46, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Haina tofauti na ile, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Kwa lengo la kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kama maandiko yanavyosema, ni kwamba habari ya toba na ondoleo la dhambi lifundishwe kuanzia pale walipokuwepo mpaka mwisho ya nchi. Fanana kabisa na alichosema Mathayo ya kwamba mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi, na Marko anaita enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa lugha rahisi, kile ambacho amesema mkahubiri kwa kila kiumbe Marko, na Mathayo akasema mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi, hapa amesema habari ya toba na ondoleo la dhambi kwa jina lake. Jina lake sio herufi, tumeshaona yale yaliyompata au kazi aliyofanya, ambayo ndivyo ambapo Musa, manabii na Zaburi wameandika kwamba atapata mateso na siku ya tatu atafufuka. Kufa kwake na kufufuka kwake ndiyo inayoleta toba na ondoleo la dhambi. Hiyo ndiyo Injili. Kwa Injili ni habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufufuka siku ya tatu, ili watu wapokee toba na ondoleo la dhambi. Toba, neno la Kigiriki metanoia, haina maana ya kulia, ina maana ya kugeuka au kubadilika baada ya kufundishwa habari fulani. Kwa lugha rahisi, ukisoma kwenye tafsiri ya kama kwa rahisi TKU, anasema ili kwamba watu wamgeukie Mungu ili awape msamaha wa dhambi zao. Kwa lugha rahisi, Yesu alikufa ili tupokee msamaha wa dhambi zetu. Hiyo ndo Injili. Hata alipozaliwa, malaika alisema kwenye Mathayo 1:21, mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa kinachozungumziwa hapa ni kile ambacho Yesu atakifanya, kufa na kufufuka kwake, ambayo ni watu kupokea ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Neno ondoleo hapa ni neno aphesis, ambayo ni sawasawa na msamaha. Neno la Kigiriki aphesis, aphesis, ambayo maana yake ni sawa na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo Injili ni habari za Kristo ambaye alikufa na akafufuka. Siku ya tatu alipofuka, akatangaza habari za msamaha wa dhambi. Kwa nini imekaa namna hiyo? Ni kwa sababu Yesu alipokuwa anakufa, alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Kwenye Wakorinto wa kwanza 5:21, Paulo anaandika, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa lugha rahisi, Yesu alikufa kama mwenye dhambi ijapokuwa hakutenda dhambi. Paulo huyu anaandika kwenye Warumi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa lugha rahisi, wakati Yesu anakufa alikuwa anaenda nafasi yako. Alipofufuka alikuja kutangaza ushindi wako, kwamba dhambi ambazo ulikuwa zinakutenga na Baba amedili nazo katika mauti yake. Na hiyo habari njema sana, kwa sababu sasa unakuwa na ujasiri mbele za Baba kuitwa mwenye haki. Maana yake unayestahili kuwa na mahusiano na Baba. Kwa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Anazungumza kwenye Warumi 8, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima imetuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa kufa kwa Yesu ilikuwa ni kudeal, ni kugongomea msalabani kile ambacho iliweka uadui kati yetu na Baba. Kwa sababu hiyo basi, kila anayeamini katika habari hiyo tunasema ameokoka, amesamehewa dhambi zake.